Ni Juni 3, 2025, mtazamaji wa TV Media, tunaripoti kutokea hapa ndani ya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro, ambapo leo hii kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi chuoni hapa, Mheshimiwa Musa Hassan Yuda, kwa mara ya kwanza amehutubia bunge la serikali yake, huku akimteua waziri mkuu pamoja na kutoa hotuba kwa mara ya kwanza. Na niwapongeze kwa dhati kabisa waheshimiwa wabunge wa bunge hili tukufu kwa uamuzi wenu, na baada ya kufanya tathmini ya kutosha juu ya ambaye amependekezwa kwa waziri mkuu na hatimaye mmempitisha. Hongereni sana. Na pia nimemteua waziri huyu mkuu kwa uadilifu, uweledi wa kiuongozi na moyo wake wa kujitoa kwa maslahi ya wanafunzi. Si kwa upendeleo, si kwa sababu alishiriki kampeni, na alhamdulillah katika vijana ambao hawakuwepo kabisa wakati wa uchaguzi huu kijana hakuwepo. Tunaomba mpigie makofi. Mheshimiwa Spika, kupitishwa kwa waziri mkuu ni hatua kubwa sana ya kikatiba na kiutendaji, na ni hatua ya kwanza rasmi sasa kwa safari ya matumaini, safari ya mabadiliko na maendeleo kwa wanafunzi wa MUM. Pia ni ushahidi kuwa sasa MUMSO si jina tu, bali ni serikali au taasisi inayoishi kwa misingi ya kidemokrasia na uwajibikaji na mshikamano wa kweli. Na kwa msingi huo ningependa kutamka rasmi kuwa serikali ya MUMSO sasa imekamilika, kukamilika upitishwaji wa waziri mkuu, kwa maana anaenda kusimama kama mtendaji mkuu wa serikali ya wanafunzi. Na baada ya hapo watafuatia mawaziri mbalimbali wa wizara tofauti tofauti kama ambavyo katiba ya serikali ya wanafunzi inaeleza. Ningependa kusema mambo machache. Katika kipindi hiki cha awali, serikali yangu itaenda kuweka mkazo katika vipaumbele vifuatavyo. Kwanza kabisa, kuboresha mahusiano ya serikali ya wanafunzi na chuo, kwa sababu serikali ya wanafunzi ndio daraja la kusafirisha, kutetea na kupambania maslahi ya wanafunzi katika ngazi ya chuo. Pili, kusimamia maslahi yanayohusu nyanja zote za maisha ya wanafunzi hapa chuoni, ikiwemo taaluma, mazingira, afya na nyinginezo. Ni wajibu wetu sasa kama serikali ya wanafunzi kutetea haki za wanafunzi kwa kupata huduma mbalimbali bora, kuhakikisha kuwa kuna mazingira rafiki ya kada zote za muhimu katika maisha ya wanafunzi ndani ya chuo hiki. Tatu, kujenga umoja katika kusimamia na kuyaenzi maadili ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, ikiwa hiyo ndiyo ajenda kuu ya kila wizara. Kwa maana wizara ya michezo, wizara ya fedha, wizara ya habari na wizara nyingine zote za serikali ya wanafunzi, nje ya majukumu yao ya kiwizara, lakini wanabeba ajenda kuu ya maadili, ambapo ndiyo icon na ndiyo taswira ya chuo chetu cha Waislamu Morogoro. Pia 4, ningependa katika siku hii kurasimisha kuwa tutaunda jukwaa maalum huru la usikilizaji wa kero za wanafunzi, mapendekezo mbalimbali, na hapa nitangaze kuwa kila siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa ofisi yangu, ofisi ya Rais, itakuwa wazi kwa ajili ya kupokea na kusikiliza moja kwa moja. Natambua kuwa kuna wizara mbalimbali, lakini kama Rais natamani kuwa karibu na watu wangu, kuwasikiliza na kujua wana mapendekezo gani na wanatamani nini kifanyike kwa serikali yao. Ninaye mkurugenzi wa habari na mawasiliano, ataliweka wazi hilo kwamba itakuwa kuanzia muda gani, lakini malengo hasa ya kufanya hivyo, natambua kuwa wako wasaidizi wangu, lakini binafsi nina haja ya kuwasikiliza wanafunzi wenzangu ambao ninawawakilisha kwa kupokea mapendekezo yao mbalimbali na changamoto zao moja kwa moja. Manake wanafunzi wanakosa nafasi ya kumfikia kiongozi wao mkuu pale ambapo kiongozi mkuu ataamini kuwa viongozi
wasaidizi pekee wanatosha. Pia serikali yangu itaenda kusimamia katika kipaumbele cha uwajibikaji wa viongozi wote. Hakuna nafasi ya uzembe wala majivuno na matumizi mabaya ya dhamana ambayo tutawapa hao viongozi, ikiwemo huyu ambaye tumempa nafasi leo ya kusimama kama waziri mkuu. Nataka kila kiongozi aweke wazi mipango yake, awashirikishe wanafunzi katika dhamana ambayo atakuwa amepewa. Tunahitaji viongozi ambao wanajua kuwa madaraka ni huduma, si fursa wala sifa au kwa ajili ya maslahi binafsi. 7, na hili ningependa nilifanye kama wito kwenu nyinyi. Ningependa niwaombe bunge hili likawe na meno. Tunaamini kuwa tuna dhamira ya kweli ya kuhakikisha kuwa tunawafikisha wanafunzi wenzetu katika sehemu salama katika nyanja zote. Lakini bunge, ninyi ndiyo mna jukumu la kuisimamia, kuielekeza, kuikosoa na kuikumbusha wajibu wake wa msingi serikali. Sio inakuja bajeti ya mapato na matumizi ya serikali alafu wabunge kazi yao ni kupiga makofi tu. Pale ambapo tutakuwa hatujafanya sawa, kanuni za bunge zinaeleza namna sahihi ya kuiwajibisha serikali. Sisi kama serikali tuko tayari kuwajibishwa, tunapokea yale ambayo bunge mtafanya kama mapendekezo. Kwa likawe bunge ambalo linabeba dhamana ya maslahi mapana ya wanafunzi, kutokubali kila kitu. Viongozi wengi wanaogopa sana hili. Mimi nimelisema katika hotuba yangu ya kwanza, na nitawakumbusha pale ambapo nitapata nafasi ya kuzungumza na nyinyi, ima mmoja mmoja au pale nitakapopata nafasi ya kuja tena bungeni kama nitaruhusiwa kikatiba. Lakini muwe wabunge ambao mtaenda kutetea maslahi ya wanafunzi. Pili, 8 katika mambo ya msingi ambayo tumesema kwa tutaenda nayo, na ningependa kuyatamka hapa mbele yenu kwenye kikao hiki cha kwanza cha bunge, kukuza ushirikiano wa ndani na nje ya chuo chetu cha Waislamu Morogoro. Kama ambavyo tunafahamu kuwa chuo chetu ni chuo pekee cha Kiislamu Tanzania. Kuna fursa nyingi sana ambazo tunazikosa kama wanafunzi kwa kukubali kujifungia ndani. Jambo ambalo tunawanyima wanafunzi wenzetu haki ya wao kuhusianishwa au kupata fursa mbalimbali kwenye taasisi za nje ya chuo, zikiwemo balozi mbalimbali za nchi ambazo zina jina au zina title za Uislamu, mashirika mbalimbali ya kimataifa na maeneo mengine ambayo yanawagusa wanafunzi kiujumla. Baadhi ya viongozi akiwemo waziri mkuu pamoja na wabunge wameweza kuzungumzia teuzi hizo huku wakiwa na imani na uongozi huo. Nikiwa kama waziri mkuu ambaye nimeteuliwa siku hii ya leo, kwanza nina furaha kwa sababu nafasi hii ni wadhifa mkubwa na kulikuwa kuna watu wengi nyuma yangu ambao walikuwa wamequalify na wanaweza kupewa nafasi hii, lakini yote na yote Mwenyezi Mungu ameamua nafasi hii niichukue mimi, na imani kuna sababu nyuma ya hili na kuna hikma kubwa ya mimi kuwa kama waziri mkuu. Nikiwa kama waziri mkuu, kama inavyofahamika kwamba ndio mtendaji mkuu wa serikali, hivyo mimi kama waziri mkuu nimejipanga thabiti kuhakikisha kwamba serikali inaenda kukamilisha malengo yake yote ambayo imejipangia. Kwa mujibu wa hotuba ya Mheshimiwa Rais inasema kwamba kipaumbele tuna vitu viwili vikuu, tuna student affairs lakini pia tuna maadili. Tuna student affairs kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa ipasavyo, anapata haki zake zote za msingi, lakini pia issue ya maadili kuhakikisha watu wanaishi kwa mujibu wa code of conduct ambayo inawaongoza wanafunzi wote ndani ya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro. Lakini kama tunavyotambua uongozi ni wito, na mimi nikiwa kama waziri mkuu niko tayari kuitikia, niko tayari kuwatumikia wanafunzi wa chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro kuhakikisha serikali ya wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro inakuwa ina manufaa kwa chuo lakini na kwa wanafunzi kiujumla. Rais amesema kwamba dhumuni la kwanza ni kutetea maslahi mapana ya wanafunzi. La pili ni maadili, kudumisha maadili ya chuo chetu, kwa sababu maadili ni nembo pekee ambayo inaitambulisha chuo chetu, ukilinganisha kwamba hiki ni chuo cha pekee cha Kiislamu Tanzania. Pia mahusiano mazuri kati ya wanafunzi na viongozi wa MUMSO, serikali ya sasa hivi ya mwaka 2024, 2025, 2026. Pia nyingine ni
kutatua kero zote, changamoto zote kwa hali na mali. Pongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi ambao umefanya leo wa waziri mkuu, katibu wa bunge na naibu katibu wa bunge. Hakika ni uteuzi mzuri na sisi tuna imani na waziri mkuu aliyeteuliwa, ila pia tuna imani na naibu wa bunge na katibu wa bunge pamoja. Serikali hii ya 25-26 inaadhimia kushirikiana na wanafunzi, walimu na viongozi wengine kwa ajili ya kulinda maadili na kutetea maslahi mapana ya mwanafunzi au wanafunzi. Kwani msingi mkubwa wa chuo chetu ni kuandaa wanataaluma bora ila pia wenye maadili ambao watakuwa ni tofauti na vyuo vingine. Awali yote kikubwa katika kutimiza yote ni ushirikiano. Kama hamna ushirikiano hamna kitakachofanikiwa. Nikiripoti kutokea hapa katika Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.